Hamjambo wanafunzi, mkabala wenu ni mwalimu Konzi Nzaka, na kama ilivyo ada na desturi, yeye huwachukua moja kwa moja katika somo la lugha ya Kiswahili, na leo tutaingia katika somo la kuandika. Na katika kuandika tutaangalia barua za magazetini. Bila shaka mara kwa mara mnaona wale wasomaji wa magazeti kuna sehemu yao ambapo walitengewa kuweza kutoa maoni yao. Kwa mfano, unaweza kupata katika sehemu ya mhariri pale kuna mtu ambaye ameandika barua kuangazia kuhusu kisa fulani. Kwa mfano, ajali za barabarani zile ambazo zinatokezea mara kwa mara katika barabara fulani kutokana aidha na ubovu barabara kuwa na mashimo na vidutu vingi. Kwa hivyo pale msomaji wa gazeti atakaa chini kumwandikia mhariri akijua wazi kwamba kunao watakaosoma lile gazeti na hatimaye wataweza kupata kiini haswa cha ajali za barabara katika eneo lile. Kwa hivyo leo tutaangalia barua za magazetini. Lakini kabla ilivyo ada na desturi, wacha tuangazie somo letu la leo, Kiswahili. Alafu tutaingia katika kuandika. Alafu katika kuandika barua za magazetini. Hapa barua za magazetini kwa sababu barua mbalimbali hutoa mambo mbalimbali, ama barua mbalimbali huandikwa kwa minajili ya hoja mbalimbali. Ndio maana zikaandikwa barua za magazetini na wala sio barua ya magazetini. Kwa hivyo hapo ndio sababu ya hili somo letu la leo tutalisomea katika barua za magazetini. Wacha nikufafanulie, nikueleze. Hizi ni barua ambazo huandikwa. Hizi ni barua ambazo huandikwa magazetini mahususan kwa mhariri ili kuangazia jambo fulani. Kwa hivyo hizi ni barua ambazo huandikwa magazetini mahususani kwa mhariri ili kuangazia jambo fulani. Kama nilivyotangulia kukuambia kwamba kwa mfano wewe unaishi maeneo ambapo mara kwa mara ajali huwa zinatokea pale za barabarani. Kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo, utakuwa na taswira kamili, picha kamili inayosababisha zile ajali. Kwa hivyo ili kutangaza zaidi kwa nini ajali zile zinatokea, wewe unamwandikia huyu mhariri barua, naye anaandika katika lile gazeti ambalo unakusudia habari yako itokezee pale. Halafu watu wanazidi kusoma, wale wa maeneo mbalimbali ambao wanaishi mbali na hiyo sehemu ambayo unaizungumzia. Licha ya kuwa ni barua inaandikwa kwa mhariri, huwa iko na utaratibu wake. Wacha kwanza tuangalie sifa za barua za magazetini. Huwa fupi kwa sababu ya nafasi iliyopo kwenye gazeti. Kwa hivyo
huwa ni fupi. Kwanza kabisa huwa fupi. Kisa na maana ni kwa sababu ile sehemu ambayo wametengewa hao wanaoandika hizi barua kwa magazeti huwa ni sehemu finyu sana, sehemu ndogo sana, kwa sababu wanaoandika yale magazeti ni watu wengi. Kwa hivyo huwa ni fupi, na ufupi wake uweze kuandika zile hoja ambazo unaziona ni muhimu katika ya lile gazeti kuambatana na barua yako. Halafu sifa ya pili, huandikwa kwa njia wazi. Lazima iwe wazi. Iwe wazi. Na hapa kuwa wazi ni kuongea kinagaubaga. Yaani ile jambo ambalo unatukusudia kumwandikia mhariri liwe la waziwazi, litumie lugha nyepesi na kadhalika. Na sifa nyingine ni muhimu iwe na hoja nzito. Hoja lazima iwe ni ya maana. Hoja iwe ya maana. Usijiandikie tu hoja za kiholela. Ati kwa mfano unasema kwamba hapo pande wetu buzaa inamwagwa sana. Ndiyo, lazima imwagwe kwa sababu pale inaharibu vijana. Kwa hivyo hiyo sio hoja ya maana. Hiyo ni hoja ambayo inaenda kinyume na maadili ya utendaji kazi katika taifa letu hili ambalo tunalienzi sana. Kwa hivyo hapo lazima uandike hoja ya maana. Labda utaandika kinyume chake, useme kwamba pombe za kienyeji zinaharibu vijana wengi. Hiyo ni hoja ya maana, lakini usiandike kwamba kana kwamba wewe unataka ile pombe iendelee. Kwa hivyo hizo sifa tatu na nyingine nyingi utazipata katika ule ukurasa ambao utauchakaza katika tarakilishi lako. Licha ya hivyo utapata mfano wa barua ambayo iko pale. Kwa hivyo hapo kwa ufupi ndio barua za magazetini, na sifa ni hizi tatu, na sifa nyingine nyingi utazipata katika ukurasa ule ambao utakutana nao katika tarakilishi lako ama kipakatalishi chako, wakati ambapo utakuwa umefanya nini? Utakuwako ukidurusu ule ukurasa. Zaidi ya yote pia utapata zoezi ambalo linakusubiri pale. Wewe kama mwanafunzi utakuwa unafanya jambo la busara kama mara kwa mara utakuwa unafanya zoezi katika lile somo ambalo umekutana nalo. Kwa hivyo hadi hapo sina cha ziada, ila ni kusema alamsiki. Nitabaki kuwa mwalimu wako Konzi Nzaka hadi kipindi kingine. Kwaherini.